Elimika na Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Mahasin TV, karibu katika kapu la habari. Leo tuko nami Abdurrahim Salum Japan kukuletea habari za kitaifa, na hapo baadaye nitakujuza tutakuwa nani katika habari za kimataifa. Lakini kabla yote mtazamaji, tuanze na mukhtasari wa yale nitakayo kuwasilishia siku hii ya leo. Taasisi ya Aisha Sururu kupitia Jamii na Maafa yamshika mkono mtoto mwenye ulemavu Saumu Shabani Mchorwa, mkazi wa Pugu jijini Dar es Salaam. Waislamu mkoani Iringa wahimizwa kushiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu 2025. Na katika habari za kimataifa, watu 33 wamefariki kutokana na homa ya bonde la ufa nchini Senegal na Mauritania tangu kuzuka kwa mlipuko wa homa hiyo mwezi Septemba mwaka huu 2025. Na mtazamaji, kabla ya kulianza kapu la habari kitaifa, nikukumbushe pamoja na kupatikana kupitia kingamuzi cha Azam, unaweza kutupata pia kupitia mtandao wa YouTube ambao utaandika Mahasin TV official channel. Utaweza kuvinjari vipindi mbalimbali kutokea huko. Hivi sasa mtazamaji, tulianze kapu la habari kitaifa tukianzia huko jijini Dar es Salaam. Taasisi ya Aisha Sururu ASF ya jijini Dar es Salaam kupitia kamati yake ya Jamii na Maafa imekabidhi msaada wa kiti mwendo kwa mtoto Saumu Shabani Mchorwa, mkazi wa mtaa wa Mustafa, kata ya Pugu Chanika jijini Dar es Salaam, ili kumpunguzia adha na changamoto mbalimbali anazopitia kutokana na ulemavu alionao. Taarifa yake Bi Aisha Mpatila inasimuliwa hapa studio naye Rajab Shaban Matuga. Mwenyekiti wa kamati ya Jamii na Maafa taasisi ya Aisha Sururu, Bi Zalhata Muhammad Yusuf, amesema mbali na msaada huo wa kiti mwendo, mtoto huyo bado anahitaji misaada mbalimbali kutoka katika jamii ili walau kupunguza ukali wa maisha. Tumeweza kufika hapa baada ya kuona mtoto alikuwa ana mahitaji kama haya ambayo tunayaona hapa ya wheelchair kwa ajili ya kuweza kumsaidia, na tunahitaji msaada mwingine kama kuna mtu yoyote ambaye ataguswa na hili tuweze kumsaidia mtoto hapa. Kwa jinsi kama anavyoonekana kuna mahitaji mengi ambayo anahitaji. Alhamdulillah, tumepata kiti tumemletea, lakini kama alivyosema mwenyekiti wangu ana mahitaji mengine ambayo anahitaji. Mama yake ametuambia anahitaji 500,000. Kuna mahitaji ya lishe na mengine mengi. Kama kamati yetu ya Jamii na Maafa, uwezo wetu haujawa mkubwa, yani uwezo wetu ni mdogo. Hivyo kwa ambaye ataguswa basi atumie namba hiyo ili tuweze kusaidiana naye katika swala hili. Mama mzazi wa mtoto huyo mwenye umri wa miaka 13, Bi Sauda Selemani, ameishukuru taasisi ya Aisha Sururu, huku akiendelea kuomba wadau zaidi kumshika mkono kukabiliana na changamoto anazopitia. Napenda kutoa shukrani kwa taasisi kwa hicho walichonipa kupitia binti yetu. Mwenyezi Mungu awalipe na mzidi kuwa na imani hiyo hiyo mliokuwa nao. Binti yangu huyo hata akikosa kula kwa nusu saa utamuogopa utapomuona.
Kwa nashukuru sana mama zangu, asanteni kwa kampani zenu. Changamoto ni nyingi, kwa nawaombeni yoyote ambaye ataguswa na changamoto zangu, msaada bado ni mwingi. Binti yangu huyu unavyomuona, yani anapokosa vile vitu vya maana, kwa wanaomfahamu, sio kwamba yani mama hapa kama mlivyomsikia, hitajio bado anahitaji kuweza kusaidiwa, matatizo kama mlivyoyasikia. Ndugu zangu wote kina mama mlioguswa na hili, kiufupi maisha yao ni magumu na wanahitaji kusaidiwa. Emmanuel Peter ni mjumbe wa serikali ya mtaa katika eneo hilo, ameahidi serikali ya mtaa kuunga mkono ili kupunguza ukali wa maisha wanaopitia familia hiyo. Kwa kweli na wapongezeni, mmefanya kitu kikubwa sana. Huyu ni mwananchi wetu ambaye maarufu Mama Ela, tunatambua ana uhitaji mkubwa kabisa wa mahitaji ya mtoto wake. Na sisi kama viongozi hapa tumefurahika kwa jambo lenu ili kuja kumtembelea na kumpa hicho mlichokipata. Na sisi kama viongozi wa hapa tunawaunga mkono na sisi tutatoa cha kwetu. Unaweza kuunga mkono kwa kutuma mchango wako kupitia nambari 0752578243 kwa jina la Aisha Sururu Foundation. Namshukuru sana Bi Aisha Mpatila kwa taarifa hiyo kutokea huko jijini Dar es Salaam ambayo imesimuliwa hapa studio naye Rajab Shaban Matuga. Mtazamaji, hivi sasa moja kwa moja tunatoka jijini Dar es Salaam na tunaelekea huko jijini Arusha ambako Wizara ya Ujenzi imeendelea kutoa mafunzo jumuishi kwa watumishi wake katika ukumbi wa chuo cha fedha kilichopo jijini Arusha kwa ajili ya kuwajengea uwezo wa utendaji kazi katika utumishi wa umma. Tupate taarifa kamili na Hilal Seifurian. Mafunzo hayo yanayofanyika katika chuo cha afya Sedha yameelezwa umuhimu wake kwa watumishi katika kuongeza ufanisi wa utendaji kazi katika utumishi wa umma kwa kuzingatia kanuni zote za utumishi wa umma. Kimsingi mafunzo haya yanalenga kuwajengea uwezo na uelewa wa watumishi wa Wizara ya Ujenzi ambayo yanafanyika kimakundi hapa jijini Arusha katika ukumbi wa chuo cha afya Sedha. Katika awamu zote tatu watumishi wanapata nafasi ya kujua haki zao katika utumishi wa umma, lakini pia wanapata nafasi ya kujua sheria na kanuni zinazosimamia utumishi wa umma, lakini pia wanapata kuelewa ni namna gani watoe huduma bora kwa wateja ambao wanahudumia. Aidha, wahadhiri wa chuo hicho wamesema ni wajibu wa taasisi za serikali na zisizo za kiserikali kuandaa semina maalum ya mafunzo ya kiutendaji kwa watumishi wake ili kuongezea uwezo wao katika utoaji wa huduma bora katika jamii. Mafunzo tunayoendesha kimsingi mafunzo kwa watumishi ambao wanakaribia kustaafu, watumishi ambao wanaingia kazini kwa mara ya kwanza, lakini pia mafunzo kwa watumishi kulingana na kada zao na malengo ya taasisi. Ni kazi yetu sisi kufanya hivyo, kuwasaidia waajiri kuweza kuboresha utoaji wa huduma katika utumishi wa umma. Wizara, idara zinazojitegemea na taasisi za serikali kutuletea watumishi ili tuweze kuwanoa na kuweza kuwaweka katika viwango, wafanye kazi kwa weledi, kwa uadilifu na kuwatumikia wananchi, kwa sababu kama watumishi hawatapewa mafunzo tunafikiri kwamba kutakuwa na changamoto kwa utendaji, kwa sababu kisu kilichonolewa hakiwezi kukata vizuri. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wamesema mafunzo hayo yana manufaa makubwa katika kuongeza tija katika utendaji kazi wa utumishi wa umma. Kwanza kabisa tumepata mafunzo, tumefundishwa sisi umuhimu wa mtumishi wa umma katika kulitumikia taifa la Tanzania. Lakini pia kupitia mafunzo hayo tumepata pia kufundishwa, tumeletewa mwezeshaji wa kutufundisha magonjwa, kujua namna lifestyle yetu watumishi tuweze kuzipambania afya zetu, magonjwa yapi ni magumu, yapi ya kuambukizwa, yapi sio ya kuambukizwa, yapi yana athari kubwa kwenye jamii. Tutaweza kuwa wachapakazi bora kwa kuzingatia maadili na miongozo iliyowekwa kwa utumishi wa umma, na hatimaye tukatoa huduma sahihi kwa umma na jamii nzima ya Tanzania. Namshukuru sana Hilal Seifuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka huko mjini Arusha.
Mtazamaji, tutoke jijini Arusha moja kwa moja tuelekee huko mkoani Iringa ambako kadhi wa mkoa wa Iringa Sheikh Abubakar Chalamila amewahimiza Waislamu mkoani humo kutofuata mkumbo, badala yake wajitokeze kushiriki uchaguzi mkuu unaotaraji kufanyika Oktoba 29, 2025 kuchagua madiwani wa bunge na rais. Ramadhani Yahya anakuja na undani wa taarifa hii. Hayo imezungumzwa na kadhi wa mkoa wa Iringa Sheikh Abubakar Chalamila ambaye ndiye alikuwa mgeni rasmi katika mahafali ya darasa la 7 na kidato cha 4 ya shule za Iringa Umusalama, ambapo amesema kushiriki uchaguzi ni wajibu wa kiraia na kidini, akisisitiza kuwa kila raia ana nafasi muhimu katika kuamua mustakabali wa taifa. Tupo katika kipindi cha kuelekea katika uchaguzi mkuu. Yanazungumzwa mengi ambayo hayana maana. Lengo kutaka kutuhamasisha ima tusishiriki uchaguzi au tutoke tuandamane siku ya uchaguzi. Niwaombe kupitia hadhara hii haya tuyapuuze. Akili za kuambiwa changanya na za kwako. Kupiga kura ni haki yako ya kikatiba. Unaposhiriki kupiga kura unajipa uhalali wa kujifakharisha na yale mazuri atakayofanya na hiyo serikali ambayo ipo madarakani na itakuwa madarakani, kwa sababu uliichagua na ulihamasisha watu waichague. Kinyume chake, hukushiriki, haukuhamasisha, utajikuta tu nafsi na kusuta. Wenzako wanapofurahia mazuri yanayofanywa na serikali, ukitaka na wewe yafurahie au yazungumzie, nafsi yako inakusuta, mbona hukushiriki? Kwa upande wake, katibu mkuu wa taasisi ya The Nurain Islamic Sheikh Shamselmi amewataka wazazi kuwapeleka watoto wao katika shule za Kiislamu kutokana na maadili kuendelea kuporomoka katika jamii. Dunia tulionayo hivi sasa ni dunia ambayo maadili yake yanaporomoka kila siku. Na nyinyi ni mashahidi, sitaki kuzungumza mengi. Watoto wetu wanaosoma katika shule nyingine tunafahamu jinsi gani ambavyo kule kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili. Sisi wazazi sio kama wale wazazi wa zamani. Sisi tuko busy, hatuna muda wa kukaa na watoto wetu. Sasa mlete mtoto wako katika shule ya Umusalama, alelewe kwa niaba yako, afahamishwe Mola wake ni nani, afundishwe maadili mazuri, hata kama sio Muislamu, maadili mazuri, ili kesho uwe na majibu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suluhisho la malezi ya watoto wetu lipo katika kuwapeleka watoto wetu katika shule za Umusalama kwa hapa Iringa, katika maeneo mengine shule zingine za Kiislamu. Aidha, mkuu wa shule hizo Mwalimu Dadi Abdallah Ahmed ameitaka jamii kutambua na kuzungumzia thamani ya mwalimu, akisema walimu wamekuwa nguzo kuu katika malezi na maadili ya watoto. Mabadiliko ya kimaadili na hulka za watu na akhlaki na namna tunavyoweza kuiona dunia ni matokeo ya juhudi na kazi zilizoweza kufanywa na mwalimu. Kwa hiyo kwa kufanya hivi tuweze kuheshimu juhudi na kazi zifanywazo na walimu, kwa sababu wao ndio mustakabali wa maisha ya dunia na kesho akhera. Na wazazi wanafunzi wa Umusalama kupitia mwenyekiti wao Dinani Chorobi amewashukuru walimu kwa kazi kubwa ya kufundisha watoto na kuwataka wazazi kuonesha ushirikiano ili kuinua maendeleo ya shule na watoto wao. Kwa upekee zaidi pia nichukue fursa hii kuweza kuwashukuru walimu wote wa shule za Iringa Umusalama kwa kujitoa kwa dhati kuhakikisha kwamba wanatumia muda wao, wanatumia ujuzi wao, wanatumia elimu yao kuhakikisha wanawapa watoto ama wanawabadilisha watoto na kuwapa kilichokuwa bora zaidi. Hafla hiyo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa dini na elimu, huku wito ukitolewa kwa jamii kuendelea kuwekeza katika elimu yenye misingi ya maadili mema. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Iringa, mimi ni Ramadhani Yahya wa Mahasin TV. Na mtazamaji, ni taarifa yake hiyo Ramadhani Yahya kutokea huko mkoani Iringa. Inatufanya hivi sasa tutoke huko mkoani Iringa moja kwa moja tuelekee huko mkoani Mtwara, ambako chama cha waendesha pikipiki na bajaji mkoani Mtwara wameeleza kutokuwa tayari kutumika vibaya katika kuvuruga na kuharibu amani ya nchi katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu 2025. Nuhu Stima anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Wakizungumza katika mkutano wa utoaji elimu juu ya umuhimu wa kutunza amani, maofisa usafirishaji hao wamesema hawako tayari kutumika vibaya, badala yake wanaendelea kuhamasisha kujitokeza kwa wingi kupiga kura siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025. Na si vijana wenzangu kuto kushiriki katika vitendo ambavyo vinaweza kuashiria kutoweka kwa amani katika nchi yetu, amani ambayo imelindwa tangia miaka mingi iliyopita na tumelisishwa tangia kipindi hicho, kitu ambacho tukiendeleza kukidumisha kwa yeyote, sio vijana, yeyote ambaye ni mwananchi wa nchi hii,
ili tuendelee kuishi vizuri na kufaidi matunda ambayo tuko nayo. Na pia vijana wenzangu, na wasihi tutumie vizuri mitandao ya kijamii. Na hii amani tunayoihubiri ndiyo iliyotufanya sisi kwa umoja huu kukusanyika hapa. Sidhani kama Sudani Kusini, Somalia, Kongo wanaweza wakapata hata nusu saa ya vijana kama sisi kukaa eneo la wazi kama hapa tulipokaa. Sasa tusiyatamani au kuyataka tusiyoyaweza. Tuendelee kuheshimu mamlaka zinazotuongoza ili tuweze kuendelea kufanya shughuli zetu za kila siku. Katibu wa chama cha waendesha bodaboda na bajaji mkoani Mtwara, Mshamu Ali, amesema wao hawako tayari kuona athari za machafuko na ghasia zilizojitokeza katika maandamano ya mwaka 2013 zinarejea. Athari ya maandamano sisi tumeyapata mwaka na 2013, maandamano ya gesi. Athari zake zilikuwa kubwa sana, hususan kwenye jamii yetu. Watu mjini hapa tokea 2013 waliokimbia kuyakimbia yale machafuko mpaka leo hawatamani kurudi tena kwenye huu mkoa. Kuna watu wamepata ulemavu wa kudumu kupitia yale maandamano, lakini kuna watu wamekosa familia zao kama ninavyozungumza. Kwa upande wake, mkuu wa jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani mkoani humo, Emilian Kamuhanda, amewataka maofisa usafirishaji hao kufuata sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani wanapokuwa kwenye kampeni za vyama vya siasa. Sheria kama inasema tuvae helmet, tuvae helmet. Haijasema kwamba kipindi cha kampeni helmet acha nyumbani. Sheria haijasema kwamba tunapokuwa tunaenda viwanja vya kampeni tubebane mishikaki 3, 4 na kadhalika. Na nyie ni mashahidi, tunapoelekea kwenye hizo kampeni ubebaji unakuwaje, sio? Ule ubebaji ule ambao nimewahi kushuhudia. Ukiangalia alafu ukaanza kufikiria huyu kweli amefikiria usalama wake kwanza, nafikiri upate jibu Lakini tunamshukuru Mungu, mmekuwa mkienda mnafanya hayo, mnafika na kesho yake mnafanya. Lakini tukumbuke siku zote sio Jumatatu, kuna siku itakula kwako. Na mtazamaji, taarifa kutokea huko mkoani Mtwara iliyosimuliwa hapa studio na Nuhu Stima inatufanya hivi sasa tutoke Tanzania bara moja kwa moja tuelekee huku katika visiwa vya Marasha, Karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Pemba, ambako jumla ya miche 80,000 ya mikoko imeoteshwa katika vitalu viwili vya Mkamandume na Mpeni wilaya mkoani mkoa wa Kusini Pemba, inayotarajiwa kupandwa katika maeneo yenye zaidi ya hekta 135 katika wilaya hiyo. Taarifa yake Jumaa Saif inasimuliwa hapa naye Hilal Saifuriami. Akitoa taarifa ya kitaalamu wakati wa uzinduzi wa vitalu vya Mikanda na makabidhiano ya mikataba ya usimamizi wa misitu jamii huko Pujini na Mwambe, mratibu wa ekolojia ya mikoko Daktari Rashid Omar Ismail amesema kukamilika kwa vitalu hivyo kuna kwenda kuondoa upungufu wa upatikanaji wa miche ya mikoko kisiwani Pemba. Vitalu hivi viwili vina uwezo wa kwa sasa hivi vina uwezo wa kutoa miche 80,000 za Mikanda ambazo tunaweza kuzipanda kwenye maeneo mbalimbali, lakini pia malengo yetu ni kufikia miche 100,000 na shughuli hii bado inaendelea. Tunategemea kwamba kabla mradi huu haujaisha mwezi wa 3 basi tutaweza kufikia hili lengo la miche 100,000. Kama tutapanda hii miche kwenye maeneo yetu, tunaweza miche ambayo iko sasa hivi kwa Kilwa na Pemba kwa mfano, tuna uwezo wa kupanda eneo la hekta 135 kwa miche ambayo tunayo kwenye kitalu chetu. Awali afisa kutoka idara ya misitu Haji Masudi Hamadi amesema kutokana na uharibifu mkubwa wa mikoko umepelekea tatizo kubwa la ukosefu wa upatikanaji wa mbegu za mikoko Unguja na Pemba. Na hata maeneo ya nje Unguja na Pemba lipo baadhi ya maeneo tatizo kubwa la upatikanaji wa mbegu. Na hii imetokana bila shaka, tunaamini kwa sehemu kubwa ni kutokana na uharibifu ambao ulifanyika kipindi kilichopita. Kwa vitalu hivi, lengo moja wapo tulilolipangia pia ni kuhakikisha upatikanaji wa miche kwa ajili ya upandaji kipindi ambacho inawezekana mbegu hazipatikani. Kwa hiyo haiwezekani tunataka kurejesha, lakini hatuwezi kurejesha kwa sababu tu mbegu hazipatikani. Vitalu vitakuwa ni mbadala wa kutumika kufanya urejeshaji. Tushajihishane katika kutunza misitu hii, pia tushajihishane katika vitalu hivi ambavyo tulivyoambiwa leo tutavizindua hapa. Tushajihishane kwa maana kuwa tuseme kama tuna competition, ushindani baina ya shehia na shehia, ili kuweza kuona nani ambao wameshajifika kwa ajili ya kupanda hii mikoko ikawa iko mingi.
Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa maeneo hayo wamesema licha ya changamoto zinazowakumba wakati wa kuandaa vitalu, lakini upo umuhimu mkubwa wa kuvitunza na kuviendeleza. Kuna wadudu hawa wanaitwa kadondo. Kadondo hawa unapomweka mtu kwa upanda bila yani bado ni mdogo, yeye anaona kama ndio impelekea chakula, anashambulia, anaula na inakuwa aidha ukapanda mwingine au dawa. Kwa kifupi niseme dawa hakuna ya wale, sababu ndio maisha yao wametegemeza kuwa katika mazingira kama haya. Kwa hivyo utakuta wao muda wote wamo humo kiupanda, kuna wanaila. Kuna baadhi tumefanikiwa na kuna baadhi watapata faida kwenye kupata miti ya kujengea, kupata kuni za kupikia watakapoitunza mikoko. Miche hiyo itapandwa katika maeneo ambayo katika mradi wa matumizi endelevu ya mikandaa katika ukanda wa magharibi ya bahari ya Hindi unaotekelezwa na taasisi ya WIOMN. Na shukrani sana Jumaa Saif kwa taarifa hiyo iliyosimuliwa hapa studio naye Hilal Saif Riami. Mtazamaji, tutoke huko kisiwani Pemba moja kwa moja turejee Tanzania bara, tukielekea huko mkoani Tanga ambako serikali jijini Tanga imeendelea kukamilisha miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo sekta ya elimu, ambapo halmashauri ya jiji hilo inatekeleza miradi mitatu katika kata ya Mabokweni ili kuweka mazingira rafiki ya kujifunzia kwa wanafunzi. Tupate taarifa zaidi. Akizungumzia utekelezaji wa miradi hiyo, afisa elimu wa kata ya Mabokweni Mwalimu Ali Bendera ameelezea miradi hiyo inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Tanga katika shule ya Kiruku kwenye kata ya Mabokweni. Shule ya Kiruku ina miradi mitatu ambayo imeingiziwa pesa. Mradi wa kwanza ni mradi wa nyumba ya mtumishi ambao tulipata milioni 14 kukarabati. Na mradi huu tunamshukuru Mwenyezi Mungu umekamilika na wanaishi watumishi mpaka sasa hivi mwalimu wetu wawili wanaishi katika nyumba hiyo. Mradi wa pili ni mradi wa vyumba viwili vya madarasa na ofisi. Mradi huu uliingiziwa milioni 40 mara ya kwanza, umefika katika hatua ya umaliziaji na tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwezi uliopita tulipata tena pesa za kumalizia mradi huu milioni 9,800,000 kwa ajili ya umaliziaji wa vyumba viwili vya madarasa na ofisi. Mradi namba 3 ni mradi wa matundu 6 ya vyoo ambao tulipata milioni 11. Aidha, Bendera amesema watahakikisha miradi hiyo inakamilika kwa wakati ili kutoa fursa kwa wanafunzi kuanza kutumia majengo hayo. Na tunategemea kwa pesa hizi zilizoingia miradi yote itakamilika ndani ya muda mfupi. Tunategemea mpaka kufika mwezi wa 12 miradi yote itakuwa imekamilika na itatumika. Kwa mantiki hii nipende sana kuishukuru serikali yetu chini ya uongozi wa mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea pesa hizi katika kuboresha maendeleo ya shule kitaaluma. Na mtazamaji, na kwa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Tanga ndio mwisho wa kapu la habari kitaifa. Tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea nitakujuza tutakuwa nani katika habari za kimataifa. Usibonyeze kitufe. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nami, na kwa wewe mnajiunga nami hivi sasa, kipindi wani ni kapu la habari. Hivi sasa ni wasaa wa habari za kimataifa,
kama zilivyonayo al-akhi Zubair Mgaya. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Watu wasiopungua 33 wamefariki dunia kutokana na homa ya bonde la ufa nchini Senegal na Mauritania tangu kuzuka kwa mlipuko wa homa hiyo nadra mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu. Hayo yamezungumzwa Oktoba 16 mwaka 2025 na afisa wa vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC. Takwimu zilizotolewa na Yapubom, naibu mkurugenzi wa matukio katika Afrika CDC, zilionyesha ugonjwa huo umeua watu wasiopungua 20 nchini Senegal, huku kiwango cha vifo katika mikoa mitano ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi ikiwa 11.7. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu masuala muhimu ya afya katika bara zima, Yap alisema kesi 171 zilizothibitishwa na homa hiyo zimerekodiwa. Eneo la kaskazini la St. Louis ndilo lililoathiriwa zaidi, likinakili kesi 159 kati ya visa vyote vilivyorekodiwa tangu kuthibitishwa kesi ya kwanza ya homa ya RVF nchini humo Septemba 20, huko takwimu hizo pia zikionyesha kwa nchi ya Mauritania homa ya bonde la ufa imeua watu 13 huku kesi 36 zikirekodiwa. Shirika la Afya Duniani WHO limetahadharisha kuwa wafugaji, wakulima na wafanyakazi wa machinjio ya mifugo wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa homa hiyo, ugonjwa ambao unaenezwa na mbu na huathiri mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo. Kwingineko, Rais wa Urusi Vladimir Putin amemwonya Rais wa Marekani Donald Trump katika mazungumzo ya simu kwamba kuipa Ukraine makombora ya masafa marefu ya Tomahawk kutaharibu zaidi uhusiano kati ya Moscow na Washington. Kwa mujibu wa msaidizi wa Rais wa Urusi Yuri Ashakov, katika mazungumzo ya karibu saa 2:30 Oktoba 16, 2025, Putin alisisitiza kwamba ingawaje makombora hayo hayatabadilisha hali katika medani ya vita, lakini yanaweza kuharibu kwa kiasi kikubwa uhusiano wa kidiplomasia na kuzuia juhudi za amani nchini Ukraine. Wakati mazungumzo hayo pia, Putin amemfahamisha Trump kwamba Urusi inashikilia mpango kamili wa kimkakati katika mstari wa mbele wa vita nchini Ukraine, huku Trump akisisitiza kuwa kumaliza mzozo huo kutaleta fursa kubwa za mashirikiano wa uchumi kati ya mataifa hayo mawili. Baada ya mazungumzo hayo, Trump alitangaza kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba yeye na Putin wanapanga kukutana nchini Hungary ili kujadili zaidi mzozo unaoendelea baada ya wajumbe wa ngazi ya juu kukutana wiki ijayo. Kwa upande wa jeshi la Urusi, limesema linachunguza iwapo Marekani itaikabidhi Ukraine makombora ya meli ya Tomahawk au la kwa ajili ya kutekeleza mashambulizi dhidi yake, na kuonya kuwa hatua hiyo inaweza kusababisha mzozo mkubwa. Na tukitamatisha habari za kimataifa, Rais mpya wa Peru Jose Jeri ameonyesha kupuuza miito na shinikizo la kumtaka ajiuzuru kufuatia kifo cha mwandamanaji mmoja kilichotokea wakati wa maandamano yanayoongozwa na vijana dhidi ya serikali ya nchi hiyo. Kiongozi huyo amesema hatoachia madaraka na kwamba ataendelea kutekeleza majukumu yake ya kurejesha udhibiti kwenye taifa hilo la Amerika Kusini. Waendesha mashtaka wamefungua uchunguzi wa kifo cha mwandamanaji mwenye umri wa miaka 32 ambaye taarifa sema alipigwa risasi na polisi wa kutuliza ghasia. Maelfu ya vijana wa Peru wameteremka mitaani kwa karibu mwezi mzima kudai malipo mazuri ya mishahara na kuonyesha hasira dhidi ya vitendo vya uhalifu na madai ya rushwa iliyokithiri serikalini. Vijana hao waandamanaji wanamtaka Rais Jeri aliyeapishwa wiki moja iliyopita kurithi nafasi ya rais mwingine aliondolewa madarakani ajiuzuru pamoja na wabunge wote wa nchi hiyo. Zuberi Mgaya, Mahasin TV. Namshukran sana al-akhi Zubair Mgaya kwa masimulizi ya taarifa hizo za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijahitimisha, tupate miongoni mwa yale niliyokuwasilishia siku hii ya leo. Taasisi ya Aisha Sururu kupitia Jamii na Maafa yamshika mkono mtoto mwenye ulemavu Saumu Shabani Mchorwa, mkazi wa Pugu jijini Dar es Salaam. Waislamu mkoani Iringa wahimizwa kushiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu 2025. Na katika habari za kimataifa, watu 33 wamefariki kutokana na homa ya bonde la ufa nchini Senegal na Mauritania tangu kuzuka kwa mlipuko wa homa hiyo mwezi Septemba mwaka huu 2025. Na mtazamaji, na kufikia hapo mimi nakuwa sina la ziada. Tuna siku na wakati mwingine kama huu
Ulikuwa nami Abdurrahim Salum Japande kuletea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa tulikuwa naye al-akhi Zuberi Mgaya. Nikutakie utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Bahasan TV, pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.